zaidi ya transformer 19 mpaka sasa zimeibiwa huko Pawaya. Sio hivi tu, viko vitendo vingi. Tumekuwa tukiibiwa nguzo pia pamoja na nyaya na mita za umeme zinaibiwa. Kuna kijana alihukumiwa miaka 20 kwa kuiba nguzo pamoja na nyaya. Ifike hatua sasa tuwashirikishe kwa kina ili sote kwa pamoja tuweze kuungana na kushirikiana kupambana na hao watu ambao wana nia mbovu. Maafisa kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Kagera na nje ya mkoa leo wamekutana na kufanya kikao na maafisa wa polisi kata na wa wilaya ya Muleba kwa lengo la kutafuta namna nzuri ya kupambana na kutokomeza vitendo vya wizi, ikiwa ni sambamba na uharibifu wa miundombinu ya shirika hilo. Kikao hicho kimefanyika katika kata ya Muleba iliyopo wilaya ya Muleba mkoani Kagera, na hii ni sehemu ya maelezo na ufafanuzi wa hali ilivyo juu ya wizi wa miundombinu ya TANESCO mpaka sasa. Majina, mimi naitwa Saddam Salai, ndio mkuu wa kitengo cha uhusiano na huduma kwa wateja wilaya ya Muleba. Kwa wilaya yetu ya Muleba imeathirika kwenye kata zaidi ya 3 mpaka hivi sasa. Kata ya Kamachumu, kata ya Izigo pamoja na kata ya Nshamba. Zaidi ya transformer 19 mpaka sasa zimeibiwa huko Pawaya. Kwenye wilaya yetu wizi umekuwa ni endelevu. Mwaka 2023 tuliibiwa transformer zaidi ya 50. Tuliibiwa kwa Pawaya, kata mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ushirikiano wenu kama viongozi wangu walivyosema hapa, tuweze kukomesha hivi vitendo kwa sababu wilaya yetu mkoa wa Kagera ndio wilaya ambayo inaathirika sana na vitendo hivi. Sio hivi tu, viko vitendo vingi. Tumekuwa tukiibiwa nguzo pia pamoja na nyaya na mita za umeme zinaibiwa ndani ya wilaya ya Muleba. Na tuna kesi nyingi sana pale, na kwa mafanikio haya, kwa ushirikiano huo wa wananchi, tuna kijana alihukumiwa miaka 20 kwa kuiba nguzo pamoja na nyaya wa Kamachumu ya Kama. Amehukumiwa hapa Muleba. Umeona jinsi gani tukiwashirikisha wananchi pamoja na nyie makamanda, tukishirikiana hao watu tutawapata. Hapa kwa mkoa wa Kagera tumekuwa na vitendo ambavyo ni viovu. Baadhi ya wananchi ambao sio waaminifu wamekuwa wakiivamia miundombinu yetu, hasa upande wa wizi wa nyaya za umeme zile ambazo zina matilio ya kopa. Sasa katika kupambana sisi wenyewe ndani kwa ndani, lakini na mara moja tumekuwa tukipata taarifa kwa baadhi yenu, tukaona ni vizuri sasa ifike hatua sasa tuwashirikishe kwa kina ili sote kwa pamoja tuweze kuungana na kushirikiana kupambana na hao watu ambao wana nia mbovu. Maana yake ni kwamba wanapokuwa wanaihujumu miundombinu yetu, wanaliingiza shirika kwenye hasara kubwa sana. Wananchi tukiwemo pamoja na sisi tunakosa huduma ya umeme. Tukikosa huduma ya umeme, maana yake tunaathirika moja kwa moja. Kwa majina naitwa Eleuterius Katemana, ni afisa usalama mkuu shirika la umeme Tanzania, nikihudumu katika mkoa wa Geita, lakini leo niko hapa Kagera kwa ajili ya shughuli moja mahususi tu ya kukutana na wadau mbalimbali katika miundombinu ya TANESCO, kwa maana wenzetu wa jeshi la polisi, kupeana elimu na uelewa mambo mbalimbali kuhusiana na uhalifu unaotokea katika miundombinu ya shirika. Lakini tunachokitarajia sasa ni ule ushirikiano wa kuona kwamba sisi TANESCO pamoja na wenzetu wa polisi tunashirikiana pamoja na kudhibiti haya matukio, kwa sababu yawezekana muda fulani polisi hawajui kwamba ni eneo gani hasa lina shida na wao wanashindwa kuwekeza nguvu, lakini wakishajua kwamba eneo fulani ndio lina shida, kwa mfano kama tunavyosema wizi wa nyaya za kopa, si ndivyo? Yawezekana wenzetu walikuwa wajui kopa ipi, lakini leo tumepata fursa, tumewaelekeza, tumewaambia na tumewaonyesha pia wamezitambua. Kwa hiyo tuna imani kuanzia pale watakapokuwa wanajipanga katika majukumu yao, watakuwa wanajipanga pia kuhakikisha kwamba kwenye maeneo hayo panakuwa salama na hapadhuriki. Wito wangu kwa wananchi ni wajue tu kwamba vitendo vyote vya kukata nyaya au kufanya jambo lolote ambalo linaweza kusababisha umeme kukatika ni kosa la jinai na ni kinyume cha sheria. Kwa maana hiyo tunawaasa wajiepushe na vitendo hivyo kusudi wasije mbele ya safari wa kukutana mkono wa sheria. Ushirikiano wetu kwa maana ya jeshi la polisi na TANESCO ni mkubwa sana. Kama ambavyo amesema kaimu meneja hapa yangu Saddam, jana tulipata conviction ya mtu mmoja ambaye alifungwa miaka 20 jela.
ilikuwa kama vile mtu ameniamini, ni nguzo ameiba, lakini mwisho wa siku mtu akafungwa miaka 20. Kwa maana makosa haya ni makubwa na yako kwenye mlengo wa matukio makosa ya uhujumu uchumi. Jambo la kwanza na la muhimu na kubwa kwa polisi kata hapo ni kuchukua hatua za haraka baada ya kuwa wamepokea taarifa. Yaani kwamba pindi tunapopokea taarifa ya kuibiwa au kuharibiwa kwa miundombinu kule ambako inapatikana, polisi kata sisi tunasema hawa ni first responder, kwamba wanatakiwa kufika haraka kwenye eneo la tukio